Falsafa ile 50-50 ni nzuri sana. Iko vizuri kwa kweli. Na aliyoielewa ile familia imenyoka kabisa hivi. Ila asilimia zaidi ya 98 wa Tanzania hawajaelewa ile. Katika juhudi za kuboresha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoani Iringa imeleta matokeo chanya mkoani humo kwa kupitia ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali ambao wameonekana kukuza kasi hiyo. Taarifa hiyo imetolewa na afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa ambaye pia ni mratibu wa programu hiyo, Martin Chua, kupitia kikao cha mafanikio ya utekelezaji wa makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Chua amesema 72% ya wananchi wa mkoa wa Iringa wamekwisha kufikiwa na elimu hiyo kupitia vyombo vya habari pamoja na mafunzo yaliyotolewa kwa watendaji wa halmashauri mbalimbali, huku wananchi kuonyesha mwitikio mzuri wa kushiriki kamilifu katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika mazingira salama na yenye kuleta tija. Hata hivyo, Chua amesema kwamba changamoto inapelekea kudidimiza makuzi na malezi kwa mtoto ni uelewa hafifu kwa baadhi ya wazazi na walezi katika ukuaji wa teknolojia pamoja na sera ya 50-50 ambayo inaonekana kuathiri malezi kwa baadhi ya familia. Tangu Grace Simalenga kuna kazi tumepewa hapa ya kuandaa mdahalo mwingine. Ngoja niuseme sasa hivi hujaenda. Mdahalo utaandaa maalum kazi unaitwa 50-50. Nitaomba tuitane wote tukaujadili hapa. Nimefuatilia sana yale matukio ya siku wanawake duniani, Arusha, Dodoma, Dar es Salaam. Waliokuwa wanaongea kule wengi hawajaelewa ile falsafa ya 50-50 maana yake ni nini. Wengi nikatoka na vitu vikubwa. Wanafikiri 50-50 maana yake ni kupata nguvu, mwanamke apate nguvu kiuchumi na kijamii, alafu wapore mamlaka ya mwanaume. Ukifanya hivi unaua familia kabisa. Na wengi walikuwa wanatafsiri hicho kitu. Kwa hiyo kuna haja ya kuandaa mdahalo mzuri. Je, tukaulize watu hivi 50-50 maana yake ni nini? Hivi unaelewa kweli maana yake nini? Na tuuliza mpaka na wasomi. Watu wa vikuu wako hapa. Tuuliza hivi maana yake nini 50-50? Falsafa ile 50-50 ni nzuri sana. Iko vizuri kwa kweli. Na aliyoielewa ile familia imenyoka kabisa hivi. Ila asilimia zaidi ya 98 wa Tanzania hawajaelewa ile maana yake ni nini. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ukiongea hata unapoongea kwa video yenu kana utasikiliza tu kwamba sikizi tuna nguvu, sina mamlaka, naweza kusomesha. Hivi 50-50 maana yake ni mama anaweza kusomesha? Mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Iringa, IPC, Frank Leonard, ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya bodi ya UTPC, amewakumbusha wazazi na walezi kwa makini na ukuaji wa teknolojia ambako sasa umeonekana kuendelea kuharibu ukuaji na malezi kwa baadhi ya watoto. Leonard amewakumbusha wazazi na walezi kuzingatia vile vitu ambavyo watoto wanaviangalia kupitia television ili kuwa na kizazi bora hapo baadaye. Simu imekuwa ni fashion siku hizi kwa wazazi ambao wanaita sijui ndo middle class ile. Siku hizi Tanzania na tuna middle class na low class na ile ya juu kabisa ile ambayo wenzetu hawashiki simu kama tunavyoshika sisi. Ile higher class simu wanatumia kufanya biashara, kutengeneza deal, kutafuta kazi na kadhalika na kadhalika. Hawa middle ndo wana shida kubwa. Middle hawa watoto yani mtoto wake asipokuwa na iPhone ile macho matatu anaona kwamba huyu sio mtoto wangu, na ni lazima nipambane nihakikishe anapata simu nzuri bila kujali kwamba hiyo simu huyo mtoto anaenda kuitumia kwa mambo gani. Sababu kama ni mawasiliano, mtoto anawasiliana nini na nani? Ni swali la kujiuliza. Kwa nini apate simu ya aina hiyo unayosema? Siku hizi kuna issues zinaitwa tamthilia. Ni hatari kwa watoto. Na ni bora hata zile za kigeni zile zinaweza kuwa kidogo zina mafundisho fulani. Yani tukiangalia mambo message za kina Wema Sepetu, sole kwa kumtaja jina, au na wasanii wengine wa Kitanzania wanazozipeleka kwa watoto wetu, yani ni hatari. Na wazazi hatuoni kama ni big issue. Baba amekuja anataka kuangalia mpira, mpira nenda kaangalie huko. Kumbe inaweza kusaidia sometimes kuwatoa watoto kwenye kitu ambacho tunadhani kinaweza kusaidia kurekebisha tabia zao. Kwenye hizi tamthilia za Kitanzania, message
zinazopitishwa kupitia hizo tamthilia haziko sawa. Kwa ni jambo lingine ambalo tunapaswa tuanze kulitazama. Ni muda gani sasa hizi tamthilia labda ziwe zinaonyeshwa, labda iwe saa 10 alfajiri au whatever, ili hao watoto wanakuwa wamelala kwa waweze. Asheri Mdalila ni afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa, amewakumbusha wazazi kuzingatia faa zote 5 za ukuaji kwa watoto wao ipasavyo ili kuwa na kizazi chema hapo baadaye. Amesema kama mzazi na mlezi ana wajibu wa kuzingatia mazingira salama kwa mtoto wake katika swala zima la ukuaji. Tulipoanza mpaka sasa tumeshirikiana na wadau tofauti katika kuhakikisha kwamba katika zile afua 5 ambazo zinamfanya mtoto aweze kukua vizuri, tunaweza kuzifanyia kazi na kufanya watoto waweze kuwa salama zaidi katika makuzi yao, na malezi ya wazazi katika jamii yetu yaweze kusimamiwa vyema. Katika kipindi hiki tumeona ni jinsi gani vile ambavyo waandishi wa habari, polisi, watu wa asasi tofauti wanaweza kusaidiana au kushirikiana nasi katika utekelezaji wa kuona ni jinsi gani vile ambavyo mtoto tunaweza kumlea na kuwa katika makuzi ambayo ni salama na kufikia. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la IDYDC John Nkoma amebainisha kwamba shirika hilo linajivunia mafanikio makubwa yanayopatikana kupitia programu ya PGMT Mom, programu ambayo imekuwa chachu muhimu katika kuhamasisha wazazi kuhusu wajibu wao wa malezi, ikiwa ni hatua muhimu katika kujenga kizazi chenye maadili na misingi imara ya maisha. Utekelezaji wetu mkubwa na leo ambao tumefanya mjadala huu unao mdaharo juu ya utekelezaji wa shughuli za PGMT Mom katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tumekuwa niona manufaa makubwa kwa sababu inasaidia kuongeza au create awareness kwa jamii yetu. Kwa sababu watu wengi ambao wamekuwa wakisikiliza ule mjadala na watu wametoa mawazo yao, maoni yao, ambao inaweza kuwa ni kichocheo cha kuifanya jamii yetu ya mkoa wa Iringa ikatambua umuhimu wa kuwa na malezi bora ya watoto. Changamoto ambayo tumeona katika kufanya kazi yetu ni kama nilivyozungumza kwenye kikao kwamba wazazi wamesahau wajibu wao na watoto hawajui. Kwa hiyo unakuta ile attitude yetu au culture yetu ya kutunza watoto, watu wanaacha watoto wafanye mambo yao na wazazi wengi wanakuwa na shughuli zao binafsi, wanasahau swala zima la malezi. Kwa hiyo hili limefanya kwamba maadili kupungua kati ya watoto wetu kwa sababu wao hawapati watu kuwafundisha. Mwandishi kinara wa habari za watoto Tukusuge Maisumbe amesema kwamba ukuaji wa teknolojia pamoja na sera ya 50 kwa 50 imekuja wakati sahihi nchini Tanzania, lakini changamoto ni kwa baadhi ya wazazi na walezi ambao wanashindwa kwenda sawa na kasi hii. Hata hivyo, ametoa rai kwa jamii kwamba husi wakati sahihi wa kulaumiana, bali ni wakati kuangalia namna kutatua changamoto hii ya malezi kwa watoto ili kuwa na taifa bora hapo baadaye. Kwa ulimwengu wa sasa, swala la teknolojia sio la hiari, ni swala la lazima na liko kwa kila mahali. Namna ya kuweza kulizuia ni kuhakikisha waandishi wa habari wenyewe wanabaki katika taaluma. Ni kweli kwamba kila mtu ambaye ana simu anaweza kaandika chochote, anaweza kaposti chochote. Lakini watu na jamii wanawezaje kutofautisha kwamba hiki kitu kimeandikwa na mwanataaluma? Ni pale ambapo waandishi watabaki katika kuandika habari zenye maadili. Kwa hiyo wito wangu kwa waandishi ni kuendelea kuandika habari katika kuzingatia misingi ya kimaadili, lakini habari ambazo zinatoa elimu na habari ambazo zinaibua changamoto zinazowagusa watoto, lakini wanapozishare zile taarifa za watoto pia kuhakikisha kwamba wanawalinda watoto. Hicho tu ndio kitakachotofautisha baina ya waandishi wa habari na mtu yeyote ambaye ana simu. Swala la usawa wa kijinsia pia linaonekana ni changamoto pengine na namna ambavyo jumbe zinapelekwa katika jamii. Tumeona sasa hivi kila mtu katika mitandao ya kijamii amekuwa mhamasishaji. Na kwa jamii yetu kwa wakati huu ni vigumu sana kutofautisha kwamba je, huyu mtu ni mwelimishaji au ni mtu tu ambaye ana mihemko kutokana na yeye binafsi. Lakini usawa wa kijinsia kiukweli umekuja katika wakati mwafaka. Tunaona sasa hivi nchi hii ina rais mwanamke. Huu ndio usawa wa kijinsia tunaozungumza. Wanawake wanapata fursa za kusoma, wanapata fursa za kufanya kazi, wanapata fursa za kumiliki ardhi na mengineyo. Lakini kwa nini sasa tunaona kama ni changamoto? Ni namna ambavyo kila mmoja anaweza akapeleka elimu hiyo. Tufanye nini? Waelimishaji hasa
watu wanaohusika kwa mfano waelimishaji kutoka katika serikali waendelee kuelimisha elimu sahihi, waendelee kutoa elimu iliyo sahihi juu ya usawa wa kijinsia, ili jamii sasa iendelee kushikamana, na hasa katika maadhimisho tunayoadhimisha basi kuwepo na mijadala ambayo inazungumzia ni kitu gani hasa tunazungumzia kuhusiana na hizi 50 kwa 50, na sio nafasi ya kunyang'anya kichwa ama nani awe mkia. Ni swala la usawa wa fursa zilizopo katika jamii. Hii ni IPC Mkombozi TV. Jina langu naitwa Heret Mola.